Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Leo ni Februari 15, siku ya Jumapili. Tukiendelea na somo hili la 8 linalosema ukuu wa Kristo katika yote. Mada ya leo inasema mfano wa Mungu asiyeonekana. Tunapotazama kwenye kioo au kwenye picha, tunaona sura yetu wenyewe, lakini ni picha bapa yenye pande mbili. Katika hali fulani, sanamu inatoa wazo dhahiri zaidi, lakini bado haifikii kabisa uhalisi wenye uzima, unaopumua, wenye uhai. Wazo la kibiblia la mfano, huku wakati mwingine likirejelea mifano hii midogo, linaashiria jambo pana zaidi. Soma Mwanzo sura ile ya kwanza 26 na 27, Mwanzo sura ya 5 aya ya 3, Wakorintho wa kwanza sura ile ya 15 ya 49, Wakorintho wa pili sura ya 3 ya 18 na Waebrania sura ile ya 10 ya kwanza. Fanya muhtasari wa maana mbalimbali za mfano katika vifungu hivi. Unawezaje kutofautisha na maelezo ya Yesu kama mfano wa Mungu? Wanadamu waliumbwa wafanane na Mungu kadiri iwezekanavyo kimwili, kiroho, kiuhusiano na kiutendaji. Hata hivyo, wanaakisi mfano wa Mungu katika vipengele fulani tu, na dhambi imeharibu hata hicho. Lakini Yesu anatuwezesha kumwona Mungu asiyeonekana. Yeye aliyeniona, Yesu alisema, amemwona Baba. Yohana Mtakatifu sura ile ya 14 ya 9. Yeye ndiye chapa ya asili ya Mungu. Waebrania 1 aya 3. Yeye ni wazo la Mungu lililofanywa kusikika na tabia ya Mungu iliyofunuliwa. Soma Mathayo 11 aya 27 na Yohana 1 aya ya kwanza, ya pili aya 14 na 18. Kwa nini ni Yesu pekee anayeweza kumfunua Baba? Ona njia nyingine ambazo Yesu alielezea uhusiano wake na Mungu Baba. Njia ya kwanza, Baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami ninatenda kazi. Yohana 5:17. Njia ya pili, mimi na Baba yangu tu umoja. Yohana 10 aya 30. Njia ya tatu, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Yohana 14 aya 6. Yesu pia alijielezea tena na tena kwa maana kamili kwa kurejelea jina la Mungu, mimi niko. Tazama Kutoka sura ile ya 3 ya 14. Mimi ndimi chakula cha uzima. Yohana 6:35. Mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yohana 8:12. Mimi ndimi mchungaji mwema. Yohana 10:11 na 14. Mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yohana 11:25. Mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu. Yohana 14:11. Na yeye Ibrahimu asija kuwako, mimi niko. Yohana 8:58. Kama Yesu angekuwa yeyote tofauti na Mungu mwenyewe, ingemaanisha nini isipokuwa kwamba Baba alimtuma kiumbe fulani afe kwa ajili yetu? Kwa nini hilo kimsingi na kwa umuhimu sana ni tofauti kabisa na Mungu mwenyewe katika nafsi ya Kristo kufa kwa ajili yetu? Leo ni Februari 15, mada ikisema mfano wa Mungu asiyeonekana. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Mungu atubariki sote na nikutakia wakati mwema.